Karibu katika simulizi mpya ya kutekwa. Kifungo cha maisha mpaka kwa Rais Hakainde Hichilema. Mwandaaji ni Habibu Anga, mimi naitwa Ananias Edgar. Ukiwa unatoka Lusaka kwenda jimbo la Magharibi, kabla hujaingia mji wa Mungu, kuna kipande cha barabara kinajulikana kama Limulunga Road. Kipande hiki cha barabara mwaka juzi kimetupa tukio la kipekee ambalo kwa kiwango kikubwa tukio hili limebadili mwelekeo wa siasa la bara zima la Afrika, na hasa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Pengine pasipo tukio hili huyu Hakainde Hichilema tunayemwona leo asingelishinda uchaguzi kwa urais wa Zambia. Lilikuwa tukio la kipekee kabisa. Kila mwaka pale nchini Zambia huwa wanaadhimisha sherehe maarufu zinaitwa kuomboka ceremony. Wenzetu wa Zambia mpaka leo hii bado wanatambua vyeo vya watawala wao wa asili kwenye makabila. Na moja ya watawala wao wa asili wenye nguvu kubwa na ushawishi ni mtawala mwenye cheo cha Litunga, ambaye ni mfalme wa kabila la Walozi. Sasa kila mwaka huwa kuna tukio muhimu ambalo mfalme Litunga huwa analifanya kama sehemu ya utamaduni wao, uliodumu kwa zaidi ya miaka 300. Mwishoni mwa msimu wa mvua mfalme huwa anahama kutoka makazi yake yaliyoko maeneo ya bondeni, eneo linaloitwa Lealui, na kuhamia makazi yake mengine yaliyo kwenye mwinuko panaitwa Limulunga. Utamaduni huu umekuwa unafanyika kwa muda wa zaidi ya karne 3 sasa. Katika tamaduni za kabila la Walozi, hili tukio la mfalme kubadili makazi yake lina umuhimu wa kipekee sana. Maelfu ya wananchi waliovalia nguo za asili huwa wanakusanyika hapo Limulunga kwa ajili ya kumpokea mfalme Litunga akiwa na wasili. Kutokana na umashuhuri wa tukio hili, hivyo huvutia watu maarufu kutoka kwenye kila nyanja. Watu wote mashuhuri hujitahidi nao kujitokeza kwa sehemu ya tukio hili muhimu. Kuanzia viongozi wa nchi, celebrities, wafanyabiashara mashuhuri, viongozi wa kidini na kadhalika. Sasa basi kwenye sherehe za kuomboka za mwaka 2017. Tukio la ajabu sana lilitokea ambalo lilikuja kubadilisha kabisa historia ya nchi ya Zambia. Mwanasiasa Hakainde Hichilema enzi hizo akiwa mwanaharakati wa siasa za upinzani, akiwa na wafuasi wake wakiwa na msafara wa magari kama 10 hivi, walikuwa na safiri kutoka mji mkuu wa Lusaka kwenda kwenye hizi sherehe. Lakini walipofika barabara ya Limulunga kilomita chache tu kabla ya kuwasili eneo la tukio, wakasikia ving'ora vinalia nyuma yao na gari za polisi zikiwa zinakuja kwa kasi ya ajabu. Ving'ora hivi vya polisi vilikuwa vinaendeshwa katika mtindo wa kuashiria kwamba msafara wa kiongozi wa nchi ulikuwa unapita, na hivyo magari mengine yote yanapaswa kukaa pembeni ya barabara. Kwa maana ya kwamba hata Hichilema na msafara wake nao wanatakiwa wakae pembeni ya barabara ili msafara wa Rais Edgar Lungu upite. Huyu Hichilema usimuone na sura yake hii ya upole. Ni mtu mtata sana na mwenye msimamo mkali na thabiti. Ving'ora hivyo vya polisi vilipokaribia msafara wao Hichilema, akawaelekeza madereva wa msafara wake wasitoke barabarani kukaa pembeni kupisha msafara wa Rais Edgar Lungu, badala yake waendelee kuendesha magari katikati ya barabara. Hichilema akasema kwamba hawakupewa taarifa yoyote juu ya msafara wa Rais Edgar Lungu kwamba utapita muda huo ili wao wasitumie hiyo barabara. Lakini pia kwa mujibu wa protokali za kiserikali, Rais Edgar Lungu anatakiwa kuingia eneo la tukio mtu wa mwisho. Hivyo msafara wake unatakiwa kuwa nyuma yao. Tunakumbuka namna ambavyo Rais Lungu alikuwa na ulinzi mkali uliopitiliza. Kwenye msafara wake alikuwa mpaka na gari za NSTV, zile gari kama pick-up halafu juu ina mashine gani au rotary cannon. Kwa hiyo baada ya kuona msafara wa Hichilema hauwapishi,
Ving'ora vya polisi pamoja na hizi NSTV wakatoka nje barabara na kisha wakaanza kuendesha kama vile wanatoka nje barabara na kuingia ndani ya barabara katika namna kama wanawatisha au kuwapa onyo magari ya msafara wa Hichilema kwamba watawagonga ama kuwasukuma kwa lazima nje barabara kama hawatii amri ya kutoka barabarani kupisha msafara wa rais. Lakini Hichilema akawasisitiza madereva wake wasiogope. Wakanyage mafuta, hakuna kumpisha mtu. Baada ya polisi na wanausalama wa msafara wa rais kuona kwamba hakuna wanachoweza kufanya kumtisha Hichilema na msafara wake, ikabidi magari ya msafara wa rais Edgar Lungu utembee pembezoni mwa barabara. Yaani tairi moja nje barabara, tairi moja ndani ya barabara. Na kupita msafara wa Hichilema ambao bado ulikuwa unatembea katikati ya barabara. Kwa hivyo msafara wa rais Edgar Lungu ukawa wa kwanza kufika eneo la tukio. Eneo lenyewe la tukio ni sehemu ya wazi. Yaani chukulia mfano kama pale Jangwani pembezoni mwa mto Msimbazi. Unaifunga barabara Magomeni mapipa na faya kwa kuweka uzio wa muda. Halafu maelfu ya watu wanajaa pale Jangwani kumsubiri mfalme ambaye atawasili na mashua kwa kupitia mto Msimbazi. Kwa hiyo baada ya rais Edgar Lungu kuwasili na kuketi eneo aliloandaliwa, walinzi wake wakiwa na mitutu wakachukua jukumu la kuweka ulinzi eneo la kuingilia hapo kwenye sherehe. Dakika chache baadaye Hichilema akiwa na msafara wake nao wakawasili. Pale kwenye eneo la kuingilia wakakuta walinzi wa rais Edgar Lungu wenye mitutu ya bunduki wakiwaeleza kwamba hawawezi kuingia ndani. Yani kwamba kwa protokali mtu mashuhuri na wapambe wako huwezi kuwasili kwenye eneo la tukio mara tu baada ya rais kuwa ameshawasili. Hichilema alipouliza kwa nini hawawezi kuingia, walinzi wa rais wakajibu tu kwamba wana maagizo kwamba wasimruhusu mtu mwingine yeyote kuingia baada ya rais kuwa tayari ameshawasili. Hichilema akaanza kubishana nao akiwaeleza kwamba hilo sio tukio la kiserikali, bali ni tukio la kimila liko chini ya watu wa kabila la Walozi. Kwa hiyo rais Edgar Lungu amehudhuria kama mwananchi mwingine yoyote yule. Kwa hiyo hawana mamlaka yoyote ya wao watu wa serikali kuweka masharti ya kutaka kuruhusu nani aingie au nani asiingie. Mamlaka hayo wanayo Walozi na mfalme wao pekee. Licha ya hoja hizo walinzi wa Lungu wakaendelea kushikilia msimamo kwamba wamepewa amri wasiruhusu Hichilema ingie, ili kuepusha kuharibu shughuli hii. Hichilema akarejea kwenye gari yake japo hakuondoka. Akakaa ndani ya gari kutafakari wafanyaje na kutuliza munkari wa wananchi ambao walikuwa wameshajaa kutaka kuwashambulia walinzi wa Lungu. Kama nusu saa tu baadaye, kwa ajabu kabisa, ghafla kelele na vifijo vilisikika kutoka ndani uwanjani kwenye eneo la tukio. Walinzi wa Hichilema haijulikani walitumia ujasusi gani, lakini walifanikiwa kumpenyeza kwa siri Hichilema akaingia ndani bila walinzi wa Lungu pale getini kujua. Hichilema alipoingia ndani, uwanja mzima ulilipuka kwa shangwe, wahudhuriaji wakimshangilia rais. Shangwe zilikuwa kubwa kiasi kwamba mpaka Hichilema ilibidi awatulize wahudhuriaji kuwataka wawe watulivu kwa heshima ya kumsubiria mfalme Litunga. Muda kidogo baadaye mfalme Litunga akawasili na mashua zake 4 kama ilivyo tamaduni. Mbele imetangulia mashua ya walinzi wake. Kisha mashua yake inayojulikana na Walozi kama Nalikwanda yenye sanamu ya tembo juu na moshi ukiwa unafuka toka ndani, kuashiria kitamaduni kwamba mfalme yu hai na buheri wa afya. Nyuma yake inafuata mashua ya Malkia yenye sanamu ya ndege yange kwa juu, na nyuma boti nyingine ya walinzi. Mfalme akawasalimu wageni mashuhuri akina Hichilema na kisha rais Lungu, na baadaye kwenda kuketi kabla ya kuanza kuwahutubia watu wake. Mfalme Litunga alipomaliza kuhutubia, Edgar Lungu akafanya kitu cha ajabu kabisa.
akaomba nafasi naye ya kuzungumza. Hiki kilikuwa ni kitu cha ajabu kwa sababu katika sherehe hiyo kitamaduni Mfalme Litunga ni suparia kwa wahudhuriaji wote. Yaani siku ya sherehe hizi za kitamaduni, Mfalme Litunga ndiye mtu mwenye mamlaka ya juu kuliko mtu yoyote yule aliyehudhuria mahali hapo. Kwa hiyo haiwezekani mtu mwingine uhutubie umma baada ya Mfalme Litunga kuhutubia. Ilikuwa ni kinyume na utamaduni na namna ambavyo imezoeleka. Hata kwenye miaka mingine ya nyuma haikuwahi kutokea rais au mwanasiasa yoyote kuhutubia kwenye tukio hilo. Mfalme Litunga pekee ndiye anaongea na watu wake. Lakini kwa ajabu Rais Edgar Lungu akapandisha mabega. Akatumia turufu yake kama rais wa Zambia kulazimisha apewe nafasi kuhutubia. Viongozi wa sherehe kwa shingo upande wakalazimika kumpa nafasi Rais Lungu kuhutubia. Lakini Rais Lungu alipoanza tu kuzungumza Hichilema na wapambe wake wakainuka na kuanza kuondoka. Alipoinuka tu umati wa watu ukalipuka tena kwa shangwe na kuanza kumshangilia rais. Na sio tu kwamba walikuwa wanamshangilia, bali walikuwa wanamfuata akiwa anaondoka. Wananchi walikuwa wanaondoka pamoja na Hichilema wakiwa wanatoa maneno makali kumkejeli Rais Lungu, kwamba wamekuja kwa ajili ya Mfalme Litunga na si yeye sasa anahutubia kama nani. Kwamba hawako tayari kusikiliza hotuba yake kwa sababu hawajaja hapo kwa ajili yake na wala hiyo sio shughuli ya kiserikali. Ili kuokoa jahazi ilibidi Rais Lungu aombwe akatisha hotuba yake ili wananchi wasiondoke. Lakini walichelewa. Msafara wa Hichilema ulikuwa umeshaanza kuondoka. Na wananchi walikuwa wanamkimbilia huku wakiendelea kumshangilia. Sikukuu ya kuomboka ya mwaka 2017 iliisha kwa drama namna hii. Rais Lungu alipata aibu na Hichilema akiwa shujaa. Kitendo hiki kilimuuma sana Rais Lungu. Kwanza Hichilema kukataa kupisha msafara wake. Na pili namna ambavyo wananchi walimzomea akiwa anatoa hotuba na kuondoka halafu wanamshangilia Hichilema wakimuita rais. Lungu aliumia haswa na akajiapiza kumshughulikia. Siku 2 tu zilipopita, vikosi vya jeshi la polisi pamoja na maafisa wa idara ya ujasusi wakiwa na silaha nzito walifika nyumbani kwa Hichilema. Mwenyewe Hichilema hawakumkuta, kwa hiyo wakawaweka chini ya ulinzi wa wafanyakazi wake wote. Kuanzia walinzi wake mpaka wasaidizi wa kazi za nyumbani. Wakawakusanya sebleni na kuanza kuwahoji huku wakiwashushia kipigo waseme Hichilema yuko wapi. Wote wakajibu hawajui. Maafisa wa polisi walinda mbali zaidi na kuanza kuwabana kwa plaizi sehemu za siri vijana hawa. Mmoja ya wasaidizi wa Hichilema akashindwa kustahimilivu maumivu na kuwaambia maaskari kwamba kuna chumba cha siri ndani ya nyumba hiyo. Akawapeleka na kuwaonyesha. Chumba hiki kilikuwa na mlango mzito ambao ulikuwa ukifungwa kwa ndani huwezi kufungua nje. Kwa dakika kadhaa polisi walijaribu kuvunja bila mafanikio. Baada ya muda wakafanikiwa kutengeneza tobo kwenye mlango. Wakatumia tobo hili kupiga mabomu ya machozi kwenda ndani ya hiki chumba. Ndani ya hiki chumba walikuwa wamejificha Hichilema, mkewe na mtoto wao mdogo wa mwisho. Mabomu yalipigwa mengi kiasi kwamba ndani kukawa na wingu zito mpaka wakashindwa kupumua. Mke wa Hichilema anaitwa Bi Mutinta ambaye ni mgonjwa wa athma kwa muda mrefu. Akadondoka na kupoteza fahamu. Sekunde kadhaa baadaye mtoto wake mdogo naye akadondoka na kupoteza fahamu. Ili kuokoa uhai wa mkewe na mtoto Hichilema ilibidi afungue mlango. Alipofungua tu mlango akadakwa na maafisa wa polisi na kubebwa mzobe mpaka kwenye karandinga na kisha wakatokomea naye. Kwa muda wa siku 8 Hichilema
Alishikiliwa gereza kuu la Lusaka katika selo ya upweke ya solitary confinement, akiteswa na kulazimishwa kukiri mashtaka. Hichilema mwenyewe anasema walikuwa wakimpiga na kumpulizia pilipili kali kwenye sehemu za siri. Ndani ya siku hizi 8 mkewe alifika mara kadhaa gerezani kumuona mumewe, lakini alifukuzwa. Marehemu Mzee Kaunda, rais wa kwanza wa Zambia, ambaye anahesabika kama baba wa taifa hilo, naye alijitosa kwenye segeseke hili kwa kwenda hapo gerezani kumuona Hichilema. Lakini naye alifukuzwa kama kibaka bila kuheshimu hadhi yake kihistoria. Kiongozi wa chama cha DA cha Afrika Kusini alipoingia Zambia kujaribu naye kwenda kumuona Hichilema, yeye alifukuzwa uwanja wa ndege kabisa, hakuruhusiwa hata kushuka kwenye ndege. Hali ilikuwa tete kiasi kwamba Afrika Kusini ikaanza kutishia kusitisha uhusiano wao wa kidiplomasia na Zambia. Watu walikuwa wanapiga kelele kwamba kama kweli kuna makosa Hichilema nayo, basi serikali imfungulie mashtaka mahakamani badala ya kuendelea kumshikilia kwenye selo ya siri na kutoruhusu watu wake wa karibu na mwanasheria wake kumuona. Baada ya presha kwa kubwa, ndipo mwendesha mashtaka wa serikali akamfungulia mashtaka rasmi Hichilema. Ajabu, mashtaka ambayo walimfungulia yalikuwa ni kosa la uhaini. Walidai kwamba kitendo cha Hichilema kukata kupisha msafara wa rais alikuwa kwa makusudi kabisa anahatarisha usalama wa Rais Edgar Lungu. Kwa hiyo lilikuwa ni jaribio la kudhuru uhai wa rais, na hivyo ni kosa la uhaini. Pale Zambia mashtaka ya uhaini yanabeba adhabu ya juu ya kifungo cha maisha au kunyongwa. Kwa hiyo Hichilema, ambaye kipindi hicho alikuwa kiongozi wa upinzani, alikuwa kwenye hati ya kuhukumiwa kunyongwa. Mashtaka haya yaliposomwa, ulimwengu ulizizima. Jumuiya za kimataifa, Marekani, Umoja wa Ulaya, Jumuiya ya Madola, wote walimkalia kooni Rais Lungu kumtaka serikali yake ifute mashtaka dhidi ya Hichilema. Mbaya zaidi, baada ya mashtaka haya kusomwa tu, Rais Lungu alikuwa ametangaza hali ya hatari nchi nzima ili kuwadhibiti wananchi ambao walikuwa wanataka kuandamana. Serikali ilikuwa imezuia watu kutembea usiku, yaani kifika tu saa 12 ulikuwa unatakiwa uwe umejifungia nyumbani kwako. Lakini pia ilikuwa hairuhusiwi watu kukusanyika kwa makundi, yaani hata watu 5 tu hamruhusiwi kujikusanya sehemu moja hata kama mnapiga story tu. Mvutano kati ya serikali ya Lungu na jumuiya ya kimataifa ulidumu kwa miezi 4. Huku Hichilema akiendelea kusota gerezani na wananchi wakiishi chini ya hali ya hatari iliyotangazwa na Rais Lungu. Baada ya presha kwa kubwa kwa Rais Lungu, hatimaye baada ya miezi 4 akalazimika kumwachia huru Hichilema na kumfutia mashtaka yote. Kama una ndugu au jamaa anaishi pale Zambia, hebu muulize hii siku ilikuwaje. Hii siku ambapo Hichilema alipoachiwa huru, nchi nzima ilizizima kwa shangwe. Jiji la Lusaka lilifurika maelfu kwa maelfu ya watu waliojitokeza barabarani kuulaki msafara wa Hichilema akiwa anatoka gerezani. Hichilema aligeuka kwa shujaa mpya wa Zambia. Umaarufu wake ndani ya nchi na kimataifa ukapaa viwango vya juu kabisa angani. Watu wakimfananisha Hichilema na akina Mzee Kaunda na Nelson Mandela. Yaani Rais Edgar Lungu na serikali yake walikuwa kama wamempiga teke chura. Alimtia gerezani Hichilema kwa mashtaka ambayo alipaswa kunyongwa kama kikutwa na hatia, wakidhani kwamba wanamdhibiti na kumtisha na kumpunguzia nguvu ya ushawishi. Lakini badala yake wakafanya watu wamuone Hichilema shujaa. Hichilema akawa tumaini jipya la Wazambia. And the rest is history. Tunajua nini kilitokea.
Miaka michache iliyopita hatimaye rasmi sasa wa Zambia wakamkabidhi nchi kwa kumpigia kura za kishindo kumchagua kuwa urais. Ushindi ambao umeibua nderemo na vifijo bara zima la Afrika kwa mpinzani kuchukua nchi. Na lilikuwa ni tukio la kihistoria kabisa. Na ushindi wake huu uliomuingiza Ikulu. Pengine asingeupata kama asingelikumbwa na yale masahibu ya kufungwa jela. Na kuwa kwenye hatiyati ya kuhukumiwa kunyongwa. Tukio ambalo lilimletea umaarufu mkubwa dunia nzima. Wajua, ukitafakari sana utajiuliza kwa nini hizi nchi zetu kusini mwa jangwa la Sahara kwa muda wa miaka 60. Karibia zote zipate uhuru ni kama hatujapiga hatua yoyote ile kimaendeleo zaidi ya maneno matamu ya kudanganyana. Moja ya shida yetu kubwa ni kwamba hatujifunzi toka kwenye historia. Kile kilichotokea Zambia utakiona ni hicho pia kinatokea kwenye nchi nyingine za Afrika. Watesi na wanaoteswa wana cha kujifunza toka Zambia. Hakuna anayejua kesho. Ukijaliwa kupata wadhifa fulani, tumia cheo hicho vyema kuinua jamii yako. Kesho ni fumbo kubwa sana. Na hujui hiyo kesho itakukuta ukiwa wapi au kwenye hali gani. Adui wako wa leo anaweza kuwa msaada mkubwa kwako kesho. Fikiria licha ya mateso yote yale leo hii Rais mstaafu Edgar Lungu anaishi kwa kulipwa pensheni na serikali ya Hichilema ambaye aliyemtesa nusu kumua kwa kumnyonga. Haijalishi usiku ni mrefu kiasi gani, au unatisha kiasi gani, au una majinamizi gani. Ifikapo asubuhi lazima jua lichomoze. Lazima nuru itaonekana. Hii ni kanuni ya kwanza ya maisha. Na huu ndio mwisho wa simulizi hii iliyoandaliwa na Habibu Anga. Mimi naitwa Ananias Edgar.